Bwana Yesu asifiwe, na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Hongera sana kwa kuchagua YouTube channel ambayo ni madhabahu ya kimbilio, mahali pa salama na utulivu. Kwa majina yangu ni mtumishi Japhet ambaye kwa sasa niko na wewe katika hii YouTube channel mpya. Lakini kama hauja like wala kusubscribe YouTube channel, unaweza ukalike na kusubscribe. Kwa hiyo siku ya leo nina ujumbe mfupi wa neno la Mungu siku ya leo. Kwa hiyo kabla sijaendelea, nitaomba niombe na wewe ili Mungu aweze kututafakarisha kwa haya machache ambayo mtumishi wa Mungu nitakuwa nimeandaa. Karibu sana katika YouTube channel. Unaweza kuwasiliana nami kwa ushauri, lakini pia kwa maombi na maombezi kwa namba ambayo ni 0625467840. Kwa siku ya leo, kabla sijaanza kufundisha, nitaomba na wewe kwa wakati huu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ninakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Na wakati huu kupitia YouTube channel ya madhabahu ya kimbilio, tunakualika Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, mtumishi wako na huyu anayenisikiliza kwa njia ya mtandao wa YouTube, ninamfunika damuni mwako. Awe baba, awe mama, awe kaka, awe kijana, usimwache mfalme wa amani. Katikati ya neno hili, akajifunze na akapate kile ambacho Mungu umekiweka ndani yangu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Basi wakati huu nikualike na nikukaribishe. Ni kwamba siku ya leo nina ujumbe mdogo sana, unasema ujumbe mfupi sana ambao natamani nikushirikishe, ambao utaweza kutembea nao mpaka mwezi huu wa 7 unaisha. Nina ujumbe ambao unasema misingi 6 ya kuwa na furaha katika maisha ndani ya mwezi wa 7. Misingi 6 ambayo naweza kukufanya kuwa na furaha katika maisha yako ndani ya mwezi wa 7. Unaweza kaenda nayo ndani ya mwezi wa 7, ukaenda nayo mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12. Hii ni misingi 6 ambayo nimeiandaa kwako wewe unayenitazama na unayefuatilia madhabahu ya kimbilio. Jambo la kwanza, na katika maisha lazima uwe na misingi. Ukishakuwa na misingi, ndipo utaweza kugundua ni namna gani utaweza kuishi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunaita 6 pillars stability of living. Karibu sana mpendwa uweze kushirikiana nami hapa. Jambo la kwanza, katika msingi wa kwanza, katika misingi 6, jambo la kwanza ni usimchukie yeyote hata kama atakukosea sana. Usimchukie yeyote hata kama amekukosea sana. Hapa msingi wa kwanza ni kusamehe na kuachilia. Ukisamehe na kuachilia, maisha yako yataweza kuwa sawa sawa. Utaweza kunyoosha mapito yako. Utaweza kunyoosha njia zako. Utakuwa unatengeneza mlango mpya wa baraka. Ukipata nafasi, utasoma Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 na mstari wa 15. Kwa hiyo usimchukie yeyote hata kama atakukosea sana. Kuna wengine wamekukosea, unasema huyu siwezi kuachilia, huyu siwezi kusema. Kumbe kadiri unavyoendelea kujenga chuki, ndipo unajifungia milango yako ya baraka. Kwa hiyo kama leo unanisikiliza, yule ambaye amekukwaza, yule ambaye amekuchukiza sana, mwachilie. Utasoma Mathayo 6 mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 15. Huo ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili. Bwana asifiwe sana. Msingi wa pili, ishi maisha ya kawaida hata kama upo juu kimaisha. Ishi maisha ya kawaida hata kama
uko juu kimaisha. Hapa nataka nizungumze na wale ambao mko juu kimaisha. Unaweza ukadhani katika maisha siku zote utakuwa juu. Ipo siku unaweza ukashuka. Kwa hiyo unahitaji uishi maisha ya kawaida hata kama uko juu. Huo ni msingi wa pili wa kuishi maisha yetu. Lakini jambo la tatu, msingi wa tatu, tarajia baraka hata kama magumu yanakusonga. Hilo ni jambo la tatu. Tarajia baraka hata kama magumu yanakusonga. Hapa nataka nizungumze na aliyekata tamaa. Hapa nataka nizungumze na yule ambaye ameishi maisha magumu sana, maisha ya majaribu, maisha ya changamoto. Uchumi umekuwa changamoto, ndoa imekuwa changamoto, watoto wamekuwa changamoto. Leo nataka nikuambie katika huu msingi wa tatu, tarajia baraka hata kama magumu yanakusonga. Wengine wametengwa, wengine wamekatishwa tamaa, lakini leo nakutia moyo msingi huu wa tatu ukakufanya ukaishi kwa furaha. Hata kama upo kwenye magumu, furahi. Hata kama uko kwenye changamoto, furahi. Yeyote anayekuona aone furaha yako hata kama uko wakati wa magumu. Wakati wa matatizo, kuwa na furaha. Huo ndio msingi mkubwa ambao leo umefanya nipate faraja kupitia msingi huu. Ajalishi umepitia magumu namna gani, jitahidi sana. Jitahidi sana, jitahidi sana kuachilia na kumwambia Mungu. Utapata nafasi, utasoma Galatia 6 mstari wa 8 na wa 9. Lakini msingi wa 4, Bwana asifiwe sana. Msingi wa 4, toa hata kama wewe umenyimwa. Hapa sasa huwa ndio changamoto kubwa sana. Yaani msingi wa 4 huu nilipokuwa na utafakari nilikuwa nacheka tu mwenyewe kimoyo. Nikawa nacheka kimoyo tu nikiwaza, toa hata kama umenyimwa. Yaani hata kama umenyimwa, toa. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu katika maandiko ya Biblia wanasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kuna eneo umeenda ukaomba msaada wakakunyima. Lakini leo nataka nikufundishe kitu. Jitahidi sana kutoa mahali uliponyimwa. Ndio mlango wako wa baraka unafunguliwa. Kwa hiyo ukipata nafasi utasoma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13 mstari ule wa 15. Hapa inahimiza habari za upendo. Hata kama umenyimwa, toa. Tena toa kwa furaha. Toa ukimaanisha, usitoe kwa kinyongo. Ndio furaha yako itaendelea kurejea. Hata yule ambaye alikunyima au yule ambaye alikutendea ubaya, endapo ukitoa, ataona kwamba hakika huyu ni mtu wa Mungu. Hakika huyu ana Yesu ndani yake.